Sasa tumeona jambo hili tulifanye kwa ukubwa wake, na ndio maana mmeona hadhi ya jengo ambalo taasisi hii Mheshimiwa Rais ametaka liwe. Nami nataka niwahakikishie mkurugenzi wa taasisi hii ya nyaraka na kumbukumbu pamoja na timu yako, lakini na ofisi yote kwa ujumla, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha tunafanya mabadiliko makubwa ya mageuzi kwenye taasisi hii. Na jambo la kwanza kwenye hili, lazima tukubaliane, tutoke hapa tulipo twende kwenye hatua nyingine. Ili tufanye vizuri kwenye eneo hili, lazima tuwe na wataalamu wabobezi wanaoweza kufanya kazi kwenye maeneo haya. Hayatatekelezeka kama hatutakuwa na watu wenye uwezo. Unapotaka kufanya mabadiliko, lazima tukubali kubadilika. Ukisema hivyo, wengine wanaona tutafukuzwa kazi. Hakuna kufukuzwa kazi. Wako watu wanasomesheka, tutawasomesha. Wako watu wanafundishika, tutawafundisha. Na wako watu wanaelekezeka, tutawaelekeza. Lakini haya yafanywe na wataalamu na si kwa mazoea. Sasa jengo hili mustakabali wake likikamilika, kutakuwa na mambo mengi sana ambayo lazima yafanywe kwa ubora wake, na tunataka hata watu wengine wanapokuja, hizi kumbukumbu hasivi kumbukumbu tu kwamba zinawekwa watu wanakuja kutizama na kuondoka. Kwa wenzetu hizi ni fedha. Kwa wenzetu hizi ni fedha. Hakuna pahala unakwenda kuangalia bure tu. Hakuna pahala unaenda kuangalia historia bure alafu unaenda unaangalia unaondoka. Hakuna. Ni Zanzibar pekee. Maana Zanzibar hichi ni kisiwa cha historia. Kuna historia nyingi mno. Lakini namna gani tutaweza kuzicompile zikawekwa katika utaratibu mzuri, vijana wetu wakawa na uwezo mzuri, wakaweza kufanya kazi hii. Naomba niwahakikishie kwamba kazi hii tutashirikiana. Mheshimiwa Waziri, sera, sheria zinafanywa mabadiliko, na sisi naamini tutakuwa sehemu wa hayo. Tutaunga mkono na tutahakikisha kila linalostahiki linakaa katika kiwango cha kimataifa, na Zanzibar isomeke katika ramani ya kimataifa kwenye uwekaji wa kumbukumbu hizo. Lazima tuzisome hizi na vijana wetu tuwarithishe, wafahamu ili ziweko huko. Leo kuna kumbukumbu tokea mwaka 1800. Lakini je, wenzetu wamejitahidi sana. Tunahitaji tuziweke katika utaratibu ili hata mtu anapokuja kufanya research akitaka miaka yoyote ile akute kumbukumbu zinapatikana. Mheshimiwa Rais amejenga jengo hili, madhumuni yake ni kuweka utaratibu kuhakikisha sasa taasisi hii inakuwa katika kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo muone Mheshimiwa Rais alivyokusudia, na naamini tujipange, na sisi tutajitahidi, tutafanya kila linalowezekana yale yanayostahiki kuhakikisha taasisi hii imeimarika. Basi hili tutalifanya kwa 100%. Lakini pia niwahakikishie wafanyakazi, mara nyingi taasisi hizi wanaonekana wafanyakazi kama ni wafanyakazi wa kawaida. Hakuna mtu muhimu kama watu wale wanaokaa kwenye nyaraka. Na nielewa mtu unayemweka kwenye nyaraka akifanya vibaya anaweza akasababisha matatizo ndani ya nchi. Naomba tuendelee kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Kazi hii ni muhimu, na kazi hii serikali imetuamini ili tuweze kuikamilisha vizuri. Sisi kwa upande wetu tutafanya kila linalowezekana kuwatunza, kuendelea kuwatunza kama nyinyi mnavyotunza nyaraka. Kwamba sehemu kubwa ya operation ya jengo letu hili na kazi zake litakuwa ni kwenye tehama ya kidijitali, kwa maana kwamba hata zile kumbukumbu ambazo tutakuwa tunaziweka nyingi zao zitakuwa katika eneo la kidijitali. Lakini vile vile katika jengo hili tutakuwa tuna maeneo ambayo kila wizara
itakuwa na kumbukumbu zake. Kwa hivyo hata wale ambao watakuwa wanakuja kufanya utafiti, kwamba utafiti wowote utakaokuwa unafanywa katika sekta yoyote, basi kutakuwa kuna eneo lake maalum. Mheshimiwa, sasa hivi ofisi ya Rais Ikulu tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha sera yetu ya nyaraka na kumbukumbu, lakini vile vile tayari tumeanza kupitia sheria ya nyaraka na kumbukumbu ambayo pamoja na mambo mengine itakuwa ina govern, inasimamia masuala ya nyaraka na kumbukumbu, lakini kuhakikisha kwamba sekta hii ya nyaraka na kumbukumbu inapewa umuhimu wa kipekee kitaaluma pamoja na utendaji kazi. Katika hili tunazingatia taaluma ya uwekaji wa kumbukumbu, tutazingatia kwa sababu tunachokiona sasa hivi ni kuwa namna gani eneo hili linavyokuwa na mtazamo ambao haustahiki. Utakuta Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwamba baadhi ya watu, kwa mfano, wakiwa katika ajira au wanataka kutafuta ajira, wanaweza wakaona wao, tunaweza tukasikia, wewe kijana wangu huyu hata masjala tu mweke tu hata masjala. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tunakoelekea na kwanza tulipo sasa hivi, tunaona namna gani masjala zetu zinavyobadilika na zinakuwa masjala za kidijitali. Zinahitaji taaluma, lakini zinahitaji kupewa kipaumbele maalum. Mradi huu umejengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 8.2 chini ya mkandarasi Simba Developer, na unasimamiwa na Idara ya Ujenzi ya Wizara ya Afya, ambapo mpaka sasa jumla ya shilingi bilioni 3.8 sawa na asilimia 47 zimeshalipwa kwa mkandarasi. Mradi huu ulianza kutekelezwa rasmi tarehe 20 Julai mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika tarehe 19 Machi mwaka 2026, na ujenzi huu kwa sasa umefikia asilimia 80. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa kituo hichi cha afya unahusisha jengo moja la ghorofa moja, yani G+1, na baada ya kukamilika kwa mradi huu kituo hichi kitakuwa kinafanya kazi kwa masaa 24. Kitakuwa na uwezo wa kulaza wagonjwa hadi 30 kwa wakati mmoja, na itakuwa na maeneo makuu 7 yatakayotoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa, ikiwemo kwanza, huduma za clinic na wagonjwa wa nje, yani kitaalamu OPD; pili, huduma za kliniki za mama na mtoto, yani Aramka; tatu, huduma za wagonjwa wa dharura; nne, huduma za uchunguzi wa maradhi mbalimbali; tano, huduma za wagonjwa watakaolazwa, yani kitaalamu IPD; sita, huduma za wagonjwa wa upasuaji; na saba, huduma za dawa za kinga na tiba kwa maradhi mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma zinazopatikana hapa ni zile ambazo zinazopatikana katika hospitali mpya za wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa kituo cha afya Tumbatu utakapokamilika kitakuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya watu 18,366 ambao ni wakazi wa shehia ya Tumbatu Jongoe, Gomani, Uvivini na Mtakuja, na kitakuwa kinapokea wagonjwa wa rufaa kutoka vituo vyetu viwili vilivyo sasa, ambao ni kile cha Tumbatu Jongoe na Tumbatu Gomani, ambavyo ni vituo vya afya daraja la kwanza vinavyoendelea kutoa huduma za afya ya msingi kwa wananchi wa Tumbatu. Ujenzi huu umepangiwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 8.8 pamoja na kodi ya ongezeko ya thamani hadi kukamilika kwake. Fedha hizo zinalipwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hadi tarehe ya leo, shilingi bilioni 5.5 zimelipwa kwa mkandarasi sawa na asilimia 63. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili la ghorofa 5 lenye ukubwa wa mita za mraba 950 limesanifiwa na kufuata vigezo na masharti yanayohitajika kwa usanifu wa majengo ya uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu. Upekee huo wa muonekano wa jengo hili ni ishara tosha ya majengo ya nyaraka na hifadhi ya historia, unaendana na matakwa ya wakati tulionao. Ujenzi huu umezingatia pia masuala yote ya kiusalama, na jengo litakuwa rafiki kwa watumiaji wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili litakapokamilika litakidhi huduma zote
zinazohitajika kuwepo katika majengo ya kisasa ya usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu, ikijumuisha ofisi, vyumba vya kuhifadhia nyaraka, vyumba vya kufanyia tathmini ya kumbukumbu, vyumba vya uhaulishaji wa nyaraka. Vile vile jengo litakuwa na vyumba vya mifumo ya tehama, vyumba vya maonesho, vyumba vya kutolea huduma za utafiti pamoja na kumbi za mikutano. Kutokana na umaalumu sana wa Tumbatu, wa hichi kisiwa cha Tumbatu, ningefurahi mimi kama mkuu wa mkoa huu wa Kaskazini, ningeomba Mheshimiwa serikali ijitahidi kuangalia tena kwa umaalumu. Mimi pengine kabla sijaondoka para hapa, basi nishuhudiwe na wilaya 3 kama mwenzangu wa wilaya ya Kaskazini pamoja na mkoa kwa ujumla. Tuna mpango pale tuweka soko kubwa. Tukikamilisha mipango yake, tutakwambia Mheshimiwa mtendaji mkuu wa serikali, ili tupe vibali serikali tuje kufanya na soko kubwa moja la kimataifa. Watu wanatoka huko wanakuja kununua vitu na wanakuja kuleta